Haya, Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jina la Yesu Kristo, ni jioni nyingine njema pote unaposikia na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Mungu amekuwa mwema kwetu wakati unaona ya kwamba tuko buheri wa afya. Tuna budi ila tu kumshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake, kwa ajili ya rehema zake. Kuna wengi ambao wajeza kuiona siku hii ya leo ama usiku wa leo, lakini kwa wema wake Bwana sisi ya kwamba tuko salama. Tuna sababu kuu ya kumshukuru Mungu zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Karibuni sana. Naomba ya kwamba tungependa niwakaribishe nyote kwa moyo wa upendo katika jina la Yesu Kristo, tukaweze kushiriki neno la Mungu wakati kama huu. Popote unaposikia na kukaribisha kwamba share neno la Mungu, tuendelee kuomba, like your page, share, endelea pia kusubscribe na Mungu ataweza kukubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukapate kuomba kwanza, ndiposa tukaweze kuanza neno la Mungu na Mungu ataweza kutubariki. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, pokea sifa zote na utukufu wakati kama huu Bwana Yesu Kristo. Tuacha mbele zako kusema unastahili mtakatifu. Tunashuka chini, uinuliwe milele kwa wema wako na fadhili zako, uhai, ulinzi, hata kufika saa kama hii. Bwana, ni wema wako, imekarimu rehema zako, na pia na ni neema yako maishani mwetu. Jinsi tulivyo Bwana, ni neema yako. Angalia wakati huu Bwana, tunapenda kusikia neno lako. Ninashuka chini Bwana Yesu Kristo nikitubu dhambi na makosa kwa niaba ya kila mmoja wetu Bwana, ukatusamee, ukatutakasa na ukatukubali. Osha mioyo yetu Bwana, ukaiandae kwa ajili ya neno lako, ya kwamba Baba ukatupe hekima na maarifa itokayo juu mbinguni kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Nisinene yaliyo yangu, bali unitumie kama chombo chako. Weka yaliyo yako, maana unajua kila mmoja atakayekutana na neno hili Bwana. Waje Yesu Kristo Baba, ukatufungue mioyo yetu, ukatufungue macho yetu, ukatufungue Jehova, ya kwamba tusiwe tu wasikilizaji wa neno, bali Baba wa Bwana Yesu Kristo tuwe pia watendaji wa neno. Ukasema Baba katika Amosi 8:11 itakuja siku ambayo Bwana kutakuwa na njaa na kiu ya neno Baba wa mbinguni. Watu wataenda huku na huku kutafuta neno, lakini Bwana halitakuwepo. Nami ninakuomba Bwana, neno lako ninapolituma Baba wa mbinguni, ukaweze Baba kulifuatilia hilo neno likazae matunda. Uinuliwe, uabudiwe Bwana. Enda anza pamoja nasi, endelea nasi. Pingamizi, vizuizi, bala, mikosi Yesu ondoa, na nina damu ya Yesu Kristo itufunike kila mmoja atakasikia neno lako Bwana, ukamzingire na kumlinda katika jina la Yesu Kristo. Asante maana umesikia na kutenda. Endelea kututakasa, endelea kutuosha kupitia neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Katika jina la Yesu Kristo na wakaribisha nyote ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwetu, na wakati unaona ya kwamba tuko hai, kusudi la Mungu kutuumba, alituumba tumwabudu. Yeye ni Mungu mwenye uwezo, anaweza na anaokoa. Yesu anabadilisha, yeye ndiye pekee njia, kweli na uzima. Hakuna wokovu kwa mwingine, tunaye tu jina ambalo tumepewa, jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo. Katika hilo jina kila goti linapigwa, kila goti na kila ulimi unakiri Kristo ni Bwana. So tuna sababu ya kumwabudu na pia kumwamini na kumuishia, maana si nguvu zetu, ilikarimu damu ya Yesu Kristo pale msalabani, ya kwamba mimi na wewe tuweze kupata msamaha wa dhambi na pia neema ya uzima wa milele na wokovu, ukombozi unapatikana ndani ya damu ya Yesu. So tunashukuru Kristo kwa upendo huu ambao alitupenda zaidi. Hakika hakuna aliyetupenda kama Kristo. Kweli upendo wake hauna kikomo, yeye ni mwaminifu. Kiangalia kweli hapa duniani hakuna mtu alikubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hata pale Ufunuo Yohana pale ukisoma utaona ya kwamba ilifika wakati hata malaika ama pale hata wazee wa zamani, mitume pale ama manabii wa kitambo hawakuweza kukubali kukifungua kile kitabu chenye mihuri 7 imeandikwa nje na ndani. Lakini tunaambiwa kwa neno la Bwana, anastahili mwana kondoo wa Mungu ambaye alistahili, yani aliyekubali kuchinjwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye ndiye alistahili tu kukifungua kile kitabu. Mpendwa mwenzangu, yani Yesu Kristo ndio kila kitu. Yani ukimpata huyu Yesu
hakika uko na kila kitu, uko na neema yani anakusamea. Kumpata kwanza anasema pale Isaya 1:18 ukimwendea, yani anasema njoni tusemezane ya kwamba dhambi zetu zitapokuwa nyekundu kama damu, yani damu ya Yesu it overrules over everything, yani yeye inakuosha, inatutakasa, it cleanses, yani inatufanya upya, tunakuwa safi, yani anatuambia tunakuwa weupe kama theluji. Anasema sasa mimi na wewe mpendwa mwenzangu, sasa ni jukumu lako, ni jukumu langu ya kwamba kila mmoja wetu apate kujitakasa, apate kumpa Yesu nafasi kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ili ya kwamba kupitia damu yake tupate uhuru na neema ya uzima na msamaha. So karibuni sana siku ya leo, nami ningependa tu tukajifundisha kuhusu huyu Kristo Yesu ambaye ndiye hekima ya Mungu. Yesu Kristo huyu mtajifundisha kuhusu hekima, na hii hekima tutaipata wapi? Basi hii hekima tunajua ya kwamba hekima tutaipata tu kwa neno la Bwana, na kwa sababu tumepewa jina lipitalo majina yote, basi ningependa tu tukaweze kujifundisha mambo kidogo kwa ajili ya kuhusu Kristo Yesu ambaye ndiye hekima ya Mungu, na Mungu ataweza kutubariki. Namshukuru sana kila mmoja ambaye anasikiliza ama anafuatilia ujumbe huu. Kwanza tutaweza kuanzia pale Ayubu, mtu ambaye anaitwa Job. Alikuwa anatufundisha kitu siku moja. Job, kusoma pale Ayubu, alikuwa na mambo mengi, alikuwa na mambo ya kutufundisha kuhusu hekima. Ayubu alituambia, na pia mtu anaitwa Suleimani pia alituambia mambo ya hekima ukisoma, na pia neno la Bwana Yesu mwenyewe pia tunaambiwa katika kitabu cha James pia kuhusu mambo ya hekima. So tutaweza tu kujifundisha mambo ambayo ni hekima ipatikanayo kwa njia ya Kristo, yani ni hekima ni Mungu mwenyewe, hekima ni Yesu Kristo. So tunajifundisha tu kuhusu hekima leo, about the wisdom that comes from above. Ndio maana sasa tuko na hekima ya dunia hii na pia kuna hekima ya mbinguni. So yatupasa pia kufahamu ya kwamba tusije tukapotea kwa sababu tujinenea kuwa wenye hekima, kumbe ni wa dunia hii, tukapumbazika. Tusije ya kwamba kwa sababu ya kujua mambo ya ulimwengu, kumbe hatuna ufahamu mambo ya ufalme na hii hekima ya mbinguni. Basi isipokuwa ndani yetu, kaka dada, hata kama basi unaweza sema niko na kila kitu ama ninajua, basi ni bure tu. Yatupasa tusijifundishe. Basi ninaweza kusoma neno la Bwana. Tuanze kitabu cha Ayubu pale 28. Kuanzia hapo 12 alikuwa anaulizia Ayubu Job pale 28 kuanzia 12 inasema, basi hekima itapatikana wapi? Basi hekima itapatikana wapi? Na mahali pa ufahamu ni wapi? Alikuwa anajiuliza. Mwanadamu hajui dhamana yake, wala haionekani katika nchi ya walio hai. Umesikia hiyo hekima? Sasa anasema hekima inaweza patikana wapi? Hadi labda pia wewe na mimi tunaweza jiuliza siku ya leo, ama pia anauliza na ufahamu huu unaweza toka wapi? Akasema pia mwanadamu haijui dhamani yake. Hii hekima, my brother, my sister, yaani mwanadamu haelewi inaweza tokea upande wapi. Tunaona pia huyu ni Ayubu na alikuwa anajiuliza anaweza iona wapi ama ipate wapi. Kama tu mimi na wewe pia unaweza jiuliza. Wengine unaweza sema labda ni inapatikana kwa masomo, mwingine anaweza ona labda hata ipata kwa ujuzi wake, lakini kweli inapatikana wapi? Akasema mwanadamu hajui dhamana yake, wala haionekani katika nchi ya walio hai. Hii hekima haiwezi kuiona hivi with naked eye. Hii the wisdom of God, yani you cannot understand it. Hata njia yake mali inatokea hautaelewa hii hekima. Yani mpendo mwenzangu, tuendelee tu. Basi pale tena pale tu hiyo 28:20 kuanzia hapo 20 pia anasema, basi hekima yatoka wapi? Na mahali pa ufahamu ni wapi? Kwa kuwa imefichwa mbali na macho ya wote walio hai, na kusitirika na ndege wa angani. Mpaka imefichwa hata ndege wa angani pia, kaka dada, hawaifahamu.
na pia imefichwa, yani imefichwa ya kwamba anasema imefichwa mbali na macho ya watu ya wote walio hai. So yatupasa mimi na wewe tujiangalie na kuendelea kuangalia hii hekima kweli kabisa tutaitoa wapi. Sasa akawa anaendelea pale, tunaendelea tumefika 22. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. 23. Mungu ndiye aijuaye njia yake, naye anaijua mahali pake. Mungu peke yake. Anasema Mungu ndiye aijuaye njia yake na naye anaijua mahali pake. So tunahitaji kumjua huyu Mungu. Hii hekima tutaipata tu tukipata huyu Mungu. Hautaipata kwa sababu labda kwa sababu ya masomo, kwa sababu ya uwezo ulionao. Hii wisdom of God utaipata. Mungu tu peke yake ndiye anaifahamu, anaijua, anajua hiyo njia. Mungu peke yake ndiye anaijua, kaka dada. Na anasema ya kwamba na imestirika, imefichwa mbali na wote walio hai. Iko mbali, you cannot understand it. Hata njia yake Mungu peke yake anasema ndiye anayeijua. Mungu peke yake ndiye anayeijua hiyo njia. Ayubu alikuwa anasema kweli kabisa, Mungu ndiye aijuaye njia yake, naye anajua mahali pake. So ni mimi na wewe kumtafuta Mungu. Akasema pale 28, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndio hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Unatafuta kaka dada, unatafuta, mimi na wewe tunatafuta sasa kuijua. Tumeambiwa imefichwa mbali na macho ya wote walio hai, na hata pia imesterika, haionekani, hata ndege wa angani hawaioni na hawaijui. Lakini tukaambiwa ya kwamba Mungu pekee ndiye anaijua, anajua njia yake na anajua mahali mahali unaweza pata ufahamu. Anasema yeye anajua mahali pake, anajua mahali hiyo hekima iko. Sasa tukaambiwa hapa kweli kabisa, ukitaka kujua ya kwamba ama ukitaka hiyo hekima, mimi na wewe tunaambiwa ya kwamba sasa tutambue neno moja. Tazama, Ayubu akatuambia kumcha Bwana ndio hekima, na mtu ambaye atakayejitenga na uovu, we separate from evil ways, yani kwa njia za dhambi. Mtu atakaye kubali kutoka katika dhambi, kuachana na mambo ya ulimwengu, kukatana na mambo ya uovu, dhambi zote, kujitenga na uovu. Najua aina zote za uovu: ghadhabu, ulevi, anasa, usharati, hasira, chuki, vita, tamaa, mambo kama hayo, kutosamea, vitu kama kuabudu sanamu, ili yani kujitenga navyo. Vitu vyenye vinaweza leta unajisi before God, vinaweza kudefile us before God. Yani chochote kinaweza kuwa kiovu. Anasema ya kwamba yani mtu atakaye mcha Bwana, huyo ndiye atakuwa amepata hekima. Na mtu atakaye kubali moyoni mwake, mimi na wewe sote, ya kwamba tujitenge na uovu, anasema mtu huyo ndiye atakaye basi ipata hiyo hekima. Anasema kujitenga na uovu ndio ufahamu. So my brother, my sister, unaweza sema ninafahamu, najua, niko na hekima, lakini kweli kabisa tumemcha Bwana? Maana tunaambiwa hiyo kumcha Bwana ndio hekima, na kweli ufahamu tunataka, tumejitenga na uovu? Maana kweli kabisa, ndugu yangu, dada yangu, tusipokubali kujitenga na uovu, hadi tukaambiwa, Timotheo alituambia 2 Timothy pale 2:16, pia anasema hata even if mtu anaye even calling the name of the Lord, anasema you must turn away from wickedness. God is holy. We cannot please God if we live in a wicked way. Lazima tu turn away from wicked way, tukubali kubadilika, yani tutoke katika njia ya uovu. Umesikia? Kwanza ni kujitenga. So labda yani hii inakumaanisha kwamba unaweza kuwa unaiendea hiyo njia ya uovu, na unatafuta kupata ufahamu, unatafuta hekima, hii ndaipata aje? Mungu akasema kwamba uweze kuipata kama you have not the fear of the Lord. Lazima ukue na the fear of the Lord, yani umche Bwana. Na pia usisahau, usikumcha tu Bwana, pia ni kujitenga na uovu. Yani huyu Mungu kumpata, kaka dada, ni kujitenga na uovu. Ndio naona anasema ukimcha usisahau pia mimi na wewe tujitenge na uovu. Hapo sasa ndipo tutaweza kufanya nini? Ndio tutaweza kuendelea kufanya nini? Kujua hii hekima tutaitoa wapi.
tunaendelea mimi na wewe ni kutafakari tu. Pale Methali, tukianza pale Methali 1 Proverbs chapter 1 pia pale Sulemani alikuwa anatufundisha mambo ya pia hii hekima, akatuambia pale 1 Proverbs. Ukipata nafasi kaka dada, barikiwa sana wale ambao wanaendelea kufuatilia neno la Bwana. Mungu awabariki. Pale Methali 1:7 tukaambiwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unaona, kumcha Bwana. So tumeambiwa kumcha Bwana, hapo tunafanya nini? Ayubu ametuambia hapo 28 kumcha Bwana ni kujitenga na uovu. Bado tumeambiwa aje? Bado tena tumeambiwa na pia kumcha Bwana ni hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Basi pale Methali 1 sasa anatuambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Hiyo sasa ndio wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Anatuambia bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kaka dada. So mtu ambaye anasema namcha Bwana, lakini kweli kabisa ndani yetu sisi wanadamu tukikuwa ya kwamba ndio tunasema tunamjua huyu Mungu, lakini ikiwa ya kwamba tujitengi na uovu, ikiwa ya kwamba hatuna maarifa ya Mungu, ya neno la Bwana, ya hekima ya Mungu, tunaambiwa basi tutakuwa kama wapumbavu. Maana mtu mpumbavu tunaambiwa hudharau hiyo hekima na pia adabu. Yaani mtu huyo ya kwamba hashiki ama haenendi kulingana na mapenzi ya Bwana ama hekima ya Mungu. So unaweza sema ninaomba, najua Mungu. Yaani tunaweza kuwa tunaenda hata kanisani, tunaomba, tunafanya mambo ya Mungu, lakini kujitenga na uovu bado. So tutakuwa yani hekima na adabu ya Mungu inakaa mbali na sisi. So tujiangalie sana, my brother, my sister, kila mmoja wetu tunahitaji hii hekima. Tunahitaji hii hekima ya Mungu, my brother, my sister. Hatuwezi bila hii hekima ya Mungu. Pia tukiendelea kuambiwa mambo ya hekima ya Mungu, ni mimi na wewe tujue kumcha Bwana. Anasema the fear of the Lord. Yaani mtu ambaye anamcha Bwana kwanza ni maarifa. Na umesikia hapo tumeambiwa na Ayubu kumcha Bwana pia ni hekima. So it's all about me and you. Kila mmoja kuexamine, mimi na wewe tu examine ourselves so that we can do the will of God, tukaweze kuenenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Tunaendelea tu kujifundisha katika jina la Yesu. Tunaendelea tu pole kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na Mungu atatusaidia. Twende kitabu cha Wakolosai pale. Tuangalie Wakolosai alikuwa anasema kitu Colossians pale.